kizazi cha Gen Z ambacho kimekuwa kikishadadia zaidi ngono katika muziki wao. Karibuni sana bana. Unajua sisi tunaamini kwamba hakuna mtu aliyejifisha mahala peke yake. Hata hawa wanaotamba leo, nyinyi ndio mliwa inspire wakawa kwa nafasi huko. Mimi kama juzi nilikuwa kwenye ngumi kule, nikawa nawaambia, nikakumbuka wimbo wa Kamanda. Nyimbo ambazo zilifanya vizuri kiasi kwamba mpaka watu wengine wakaona kwamba kumbe kuna elimu ndani ya. Lakini fakta yangu nyingine ya pili ambayo yani hiyo naiamini, na bahati nzuri unajua mimi sio mtu wa kutaka kupendwa. Unajua siasa imetufanya watu wako wanafiki, unataka kupendwa na kuungwa tu mkono, yani ukitaka kusema kitu chako unaanza kusema hivi watu nifikiriaje na nini, kupendwa gharama. Sasa mimi sikopo. Nyimbo zenu na za sasa hivi, nyimbo zenu zina mafundisho mengi mazuri zaidi kuliko nyimbo za sasa. Yani nyimbo zina ujumbe, jenzini kodolee macho. Yani nyimbo kama za kina Feruzi, za kina Fanesele, zilikuwa zimebeba message ambayo unaweza ukasikiliza mpaka na mtoto wako. Kweli kabisa. Lakini sasa hivi mimi kama waziri wa habari nayesimamia Kiswahili, kuna wimbo unawaza ukiusikiliza hapa na mtu akakuuliza tu maana hilo neno unasemaje? Yani hawezi. Sasa huku wimbo unaharibu lugha, wimbo unaharibu maadili sana, tena kwenye maadili. Halafu ndio wimbo ambao unapata airtime ya kufanya nini? Ya kutosha. Sasa mimi bahati mbaya mimi mtaniwelazi tu. Mimi ninaishi ninavyo. Uwezi kuwa unasimamia maadili. Juzi nimezindua mwongozo wa maadili ambao tutashirikiana Wizara ya Maendeleo ya Jamii, tutashirikiana Wizara ya TAMISEMI, tutashirikiana Wizara ya Elimu, tutashirikiana Wizara ya Mambo ya Ndani. Tutakuwa na wizara kama sio chini ya 5. Na nyinyi nitataka muwepo kwenye movement ya kurejesha msingi wa maadili ya taifa letu. Wewe FDQ nitafutie wimbo mwingine ambao umetoa elimu ya kuhatarisha, kuwafundisha watu juu ya madhara ya ukimwi zaidi ya wimbo wa Feruzi. Kwa ukimwi umesha. Na watu wakidondoka watu wasemi nini bana huyo pressure bana huyo figo, yani lakini ndio hiyo tu. Yani tuseme ka ustaarabu kamekuwa kakubwa kiasi kwamba hata ugonjwa wenyewe unavyoondoa watu hawajui kama huyo. Sasa sisi tukasema hapana, sisi lazima tutambue kazi hiyo tumefanya. Kama kweli tunataka kusimamia maadili ya taifa letu. Kama kweli mimi nakumbuka unasikiliza wimbo unaongelea habari ya asubuhi kumepamasuka, mtu anawaza namna ya kwenda kufanya nini? Lakini tafuta sasa hivi, tafuta redio ambayo hata inaopiga. Hawapigi. Kwanza ukitengeneza wimbo wenye jumbe kama hizo akasema wewe mtu kashalipwa. Kwa hiyo hawataki. Sasa sisi kama 90% ya nyimbo zetu ni mapenzi, lazima atachochea mapenzi. Alafu tutegemee watu na misingi mizuri. Na pengine mheshimiwa, nadhani tumefika hapa kwa sababu gani? Mwandishi subiri kwanza. Mheshimiwa, sio nyimbo za mapenzi, naomba nikusahihishe. Nyimbo zao zinahusiana na ngono. Tofauti kati ya nyimbo za mapenzi na ngono. Tena ngono zisizo. Ndio shida ilipoanzia hapo. Nyimbo za mapenzi kwa nasikiza zamani sisi wanaimba akina Mr. Paul, akina Star Thomas na wengineo. Zinatuhamasisha sisi tulikuwa wahuni, tuna manywele mabaya, tunanyoa vizuri, tuwe wasafi, tuna magirlfriend, tuwaonge hata chocolate na vitu vingine. Hizi za squeeze azitupi hiyo hamasa, zinatukumbusha tu kwamba kuna ngono. Ndio tofauti. Sio hata nyimbo za mapenzi, ni za kuhamasisha ngono. Ndio tatizo hilo. Juzi kwa nimekaa kwenye kikao naambia chuo chetu cha Bagamoyo kile. Na walipa taarifa
ulienda pale. Nilikuwa namwambia tuwatafute wasanii waliofanya vizuri na kwa profaili zao, alafu waje tusaidie kuibua vipaji vya hawa vijana. Na kama leo mbele ya safari Mungu akituwezesha hiki chuo, kwa sababu mnalipisha watu ada, inawekwa na token pale itakayokuja kwako. Yani Madiu unapewa jukumu la kwamba wewe utamlea Paul. Amesoma masomo yake ya mwaka mzima, lakini tunahitaji awe na miezi 6 ya kujifunza. Maana kama una kazi ya production, una kazi ya kwenda studio, una kazi ya kuandika script, hebu ngoja huyu mtu aje akae kwako 6 months. Alafu kwenye percent yake ya ada, sisi tunakupa wewe kiasi fulani kama sehemu ya mentor wa yule kijana. Kwa sababu nilikuwa namwambia nataka kujua kwa nini watu ambao hawajasoma kwenye chuo chenu wanafanikiwa na waliosoma wanakwama. Sasa hiyo mimi nimefikiria sana. Kama nini, yani huyu hii tumpe thamani mwanafunzi. Na sio kama wafundishi vizuri. Wana muziki wazuri sana. Wanajua kupiga instrument vizuri, wanajua kuigiza vizuri, wako vizuri sana. Lakini kwa nini wameshindwa kutoa A-list artist na wanachukua watu kuanzia ordinary level? Watu ambao wamemaliza form 4 wanachukuliwa pale. Wakati kwa taasisi kama THT, ilikuwa wanachukua mtu hata jamaliza darasa 7, wametengeneza A-list artist. Kumbe pengine umefika wakati tu invest kwenye vipaji, kwenye skills, ujuzi. Tumeshakubaliana sasa hivi na wamebadilisha baadhi ya vitu na wataanza kwenye mihula hii. Kwanza hata wale ambao hawana vile vigezo walivyoviweka, kwa sababu shida moja, unaweka kigezo, kipaji hakiwekewi kigezo. Yani kipaji ukiwekea kigezo, kuna uwezekano mkubwa ukamwacha mwenye kipaji. Kwa tu lazima ameweza form 4 au ameweza form 6 ndio la msaidi pale. Atakuja tu mtu ambaye ameweza form 6 lakini sio mwenye, ingawa vile kakosa sehemu ya kuelekea. Sababu kipaji lazima kiwe na internal motive. Yani ndani yako wewe mwenyewe kuna kitu kinacho kudrive kwenda kufanya hilo jambo. Nafikiri tutaendelea kudiscuss zaidi, kwa sababu mimi nachotamani kwamba hii wizara iwe ni wizara inayoongozwa na wenye shughuli zao. Yaani ukiongelea habari ya wanahabari, lazima wawe na mchango wa 60% ya kinachofanyika kwenye wizara. Wizara kazi yake ni kuipolish sera, sheria, kanuni, lakini imetoka wapi hiyo sheria? Lazima itoke kwa wahusika ili iweze kufiti. Usijikae huko ukajitungia sheria yako, alafu ukienda kwa wahusika sheria hawaielewi na wao wana sheria sasa baki kama ni serikali ni wao na sisi ni sisi. Mwisho wa mazungumzo hayo, mwanamuziki Feruz alipata nafasi kwa niaba ya wanamuziki wa kongwe wa muziki wa kizazi kipya kuweza kushukuru, kutoa neno la shukurani kwa Waziri Makonda, kuwakumbuka wao kama wachonga barabara wa muziki huo ambao kwa namna moja ama nyingine umetengeneza ajira kwa vijana. Tunaona ni faraja kubwa sana kuwakilisha watu wengi sana wa kitambo ambao kuna kama kidogo kwa upande mwingine unaona kama tunasahaulika kidogo wasanii wa kitambo, lakini mheshimiwa naona anatukumbuka, na kama hivi tunatupa opportunity tena, tunafurahi sana na tunashukuru sana kwa niaba ya wasanii. Lakini pia nilipata fursa ya kuzungumza na mwanamuziki mkongwe Stara Thomas na kumuuliza anafikiri ni nini kimesababisha hadi kizazi cha sasa kushadadia ngono katika nyimbo zao tofauti na wao walipokuwa wakiimba hapo zamani na kutikisa katika uandishi wa mashairi. Kuna mahali naweza kusema tulikosea, tulipaacha pakawa na uhuru mkubwa. Uhuru unapokuwa unawachia watoto, inafika mahali wanakosa nidhamu, wanaweza wakajiongoza wenyewe, kwa bado wana uwezo mdogo wao wanaona ni sahihi. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba leo tumekuja kuonana na waziri Mheshimiwa Makonda ili tuone sasa tunaweza tukarudisha wapi, kwa sababu haijalishi kwamba wao wanaenda katika huo mtindo, lakini bado kuna sehemu ambazo tukiziweka sahihi hayo mambo yanakuwa mazuri tu. Unafikiri mbali na hapo nini hasa, kwa sababu nyie awali mlikuwa katika misingi hiyo, hapa katikati ikawa ndivyo sivyo, na kuna watu wakawa wakishadadia ambao wanasaidia wasanii hawa kufika katika hatua fulani, ina maana wao kuliona hili na ukaachilia mambo yakaenda kama tunavyoona Stara.
Unajua sasa kwa sababu dunia imeshakuwa ni kiganjani. Sisi kizazi chetu ambacho tunafanya muziki, hata taarifa zilikuwa zinachukua muda kutufikia, mpaka wewe unakitendea kazi ndio uweze kuona. Kwa mfano, nyimbo zilikuwa zinakuja kwenye CD, kwenye cassette, lazima uwe na kile kifaa. Lakini sasa hivi hivyo vifaa vipo, alafu kila mtu, kwa mfano tunapozungumzia smartphone, akiingia tu mule ndani ya Google, YouTube anapata kitu. Kwa hiyo ile inakuwa ni rahisi mtu kutokuwa na uwezo wa kuchambua na kufikiri vizuri, kwa sababu akigusa tu tayari kimeshakuja. Kwa hiyo teknolojia inaweza ikawa ni sababu kubwa sana ya kuwafanya hawa vijana wao kufikiri vizuri zaidi ya kutafuta fedha. Ili kuanzia teknolojia, tunaona wenzetu wameweka sheria na hata kufikia labda umri wa watoto wa miaka fulani, pengine hawatakiwi kuwa na hizi simu za mikononi na vitu kama hivyo, pengine kuepusha madhara kama haya. Unafikiri kwa Tanzania hili hatupaswi kulifanya, hususan kwa watunga sheria na vitu kama hivyo, kuona kwamba watoto wadogo wasiwe na uwezo au nafasi ya kuweza kuona vitu kama hivi ambavyo kwa namna moja ama nyingine ndio tunasema maadili yanapotoka na vitu kama hivyo? Stara, katika hali moja au nyingine hilo linaweza likawa ni gumu sana, kwa sababu unless otherwise waje na teknolojia ambayo itanoti huyu ni mtoto wa miaka chini ya, kwa hiyo hata akienda yenyewe inajiblock. Lakini ukienda sasa hivi kama na yeye akigusa hata akiwa na miaka 2 inakuja tu na inampa. Sasa labda hii teknolojia mtu atakayeweza kuiweka kwamba mimi nina miaka 9, nikigoogle ambacho hakinihusu au YouTube ambacho hakinihusu akifunguka. Lakini kwa sasa hivi sio rahisi, kwa sababu yoyote anayegusa kinafunguka. Asante sana Stara, nimefurahi sana. Asante na wewe pia. Nashindwa hata kudanganya kidogo moyoni nilivyokupokea. Asante sana. Asante sister, nimefurahi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika ujumbe wako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.